Gurudumu la mama limetambulishwa rasmi leo Mei 28, 2025. Wakazi wa Dodoma wameelimishwa kuwa waangalifu pindi tu wanapokuwa barabarani katika hafla ya uzinduzi wa gurudumu la mama. Mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde amesema anatamani kuona kila kijana anayefanya kazi ya usafirishaji maarufu bodaboda kumiliki chombo chake, kwa kuwa ipo fedha iliyotengwa kwa ajili ya kuwakopesha vijana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunafahamu pale jiji la Dodoma tumetenga shilingi bilioni 7 kwa ajili ya kuwakopesha wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Ndugu zangu wa bodaboda na bajaji wamenifurahisha sana. Wao wamekuwa mstari wa mbele. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, najua uliwasaidia na mimi pia niliwasaidia na mkuu wa wilaya kuunda SACCOS yao. Kwa hiyo na bahati nzuri mkuu wa wilaya yuko hapa, tumwambia mkurugenzi wa jiji tunatamani kuwaona bodaboda hawa na wao wa kwanza wa mfano, waache kuendesha pikipiki za watu, waendeshe za kwao kupitia shilingi bilioni 7 hii. Kwa hiyo tarehe 5 mwezi wa 6 tunazindua SACCOS ya bodaboda na bajaji ya mkoa wa Dodoma. Ni tukio kubwa halijapata kutokea Dodoma. Tutakuwa tuna bajaji na bodaboda zaidi ya 1000 pale Makole. Tutazindua SACCOS yao, tutawapa cheti siku hiyo na tutatunisha mfuko wao, akaunti yao inone. Naye mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amewasisitiza vijana kuwa waangalifu pindi wanapokuwa barabarani ili kuepusha ajali. Pia amewashauri vijana wanaofanya kazi ya usafirishaji kuchunguza mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri pamoja na vifaa vitumikavyo ili kuendelea kuimarisha vyombo vyao. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Vijana hawa wamepata fursa kubwa ya kujipatia uchumi kupitia bodaboda. Lakini ziko changamoto zinatusumbua kwa ajili yao. Baadhi tunaona kuwa kunakuwa na ajali. Sasa zile ajali tumetafuta sababu. Kwa nini kunakuwa na ajali? Ziko sababu mbili. Mojawapo ni hii ya chombo chenyewe kuwa chakavu, kwa maana ya matairi yamechakaa. Tairi kichakaa ukiliendesha linafika mahali napasuka, na ujui napasuka mbele kuna gari, unapasuka mbele kuna nini, inatokea ajali. Lakini jingine niwaambie msiwaambie? Mtanipokea Wako vijana ambao bado wanaendelea kukua, lakini wanaendesha bodaboda. Wakiona kale kapombe kachupa kadogo kale, wendaka ametengeneza kwa ajili ya matumizi ya usiku akiwa nyumbani, yeye anatumia mchana wakati jua ni kali. Sasa akitumia mchana kichwa kina vurugika, na mkuta bodaboda anaenda spidi sijui 150 sijui ngapi, na mwenzake unaona hivi anakimbilia wapi? Unaona kasimama pale mbele, unamuza sasa mbona mbio ilikuwa kubwa? Kale kachupa wanangu sio kutumia mchana au ukiwa kwenye kazi. Kale kachupa nikakutumia usiku ukiwa nyumbani umetulia, umesharudi, unajua sasa sitoki nenda kuendesha bodaboda, sio? Kwa sababu matamanio ya serikali pamoja na kuwa na vyombo hivi vitumike kwa kuimarisha, kustawisha na kuleta uchumi kwa ajili yenu. Kwa hiyo leo tunapoenda, tatizo moja hili tumepata mtu kutusaidia kulitatua. Tatizo la pili lile linatakiwa litatuliwe na mtu mmoja mmoja. Mimi naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Jambo hili ulilolifanya leo litakuwa ni ukombozi. Hapa tu sijaja na takwimu za ajali, lakini ungejua ni kiasi gani utaweza kusaidia vijana hawa, aidha kutopoteza maisha tena, aidha kutopata ulemavu kabla au usio na ulazima kwa ajili ya ajali zinazotokana na kupasuka kwa tairi.